Kutoka jijini Dodoma, hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Makamu wa Rais awataka waandishi waendesha ofisi kuwa muhimili wa taasisi. Kwingineko, wananchi Izomvu waomba uboreshaji wa barabara kukuza thamani ya mazao wanaozalisha. Na kimataifa, China itaka Marekani kuacha kuishinikiza Cuba, ikisisitiza kuheshimiwa kwa uhuru na mahusiano ya kimataifa. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara, Yanga kukuana na Singida Black Stars hapo kesho. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Makamu wa Rais wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka waandishi waendesha ofisi hapa nchini kuwa watu wa msaada katika taasisi zao kwa kuwa wamekuwa wakitunza siri nyingi za ofisi. Amina Ngahewa kutoka Arusha anatujuza zaidi. Dr. Nchimbi ameyasema hayo jijini Arusha wakati wa kufungua mkutano mkuu wa 13 wa kitaaluma waandishi waendesha ofisi Tanzania TAPSEA uliowakutanisha washiriki zaidi ya 1500 ukiwa na lengo la kujifunza, kubadilishana uzoefu ili kuweza kuleta matokeo chanya katika kada hiyo. Unaweza kusaidia ama kuharibu. Ninachosisitiza ni kwamba nyinyi mnajua mambo mengi kuliko watu wengi kwenye ofisi. Tumieni nafasi hiyo kuwa watu wa msaada kwa taasisi zenu. Tumieni nafasi hiyo kuwa watu wa msaada kwa taasisi zenu. Katika uadilifu, uchapakazi, weledi, basi na moyo wa kusaidia. Moyo wa kusaidia. Pia nafasi zenu hizi wakati mwingine pia ni nafasi za ushauri. Mara nyingi katika taasisi nyingi nyinyi ndio mnakaa zaidi kwenye taasisi kuliko watumishi wengine. Wengi unakuhama kutoka kuingia huyu kurudi, nyinyi mnakaa zaidi. Kwa vyovyote vile mnajua vitu vingi zaidi kuliko watu wengi. Kwa upande wake, Ridhiwani Kikwete ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, amesema katika kutambua umuhimu wa watumishi wa umma, serikali imeendelea kupitisha utaratibu wa kupandisha vyeo watumishi ikiwemo wa kada hiyo. Serikali yetu ya awamu ya 6 imejikita katika kuboresha utumishi wa umma kwa kuweka mazingira ya kazi yaliyo bora na wezeshi ili kuongeza tija na ufanisi wa kazi kwa watumishi wa umma. Ili kufanikisha hilo, katika bajeti ya mwaka 2025-26 serikali iliidhinisha ajira mpya za watumishi 42,500 kwa kada mbalimbali, kupandisha vyeo watumishi wa umma 2,219,042 na kuwabadilishia muundo yani recategorization watumishi 6,198 na watumishi 18,083 wamelipwa malimbikizo ya mishahara yao walikuwa wanadai. Naye Dr. Haluni Ali Suleimani ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, amesema taasisi hiyo imekuwa muhimili mzuri hasa katika kuendelea kuimarisha muungano wa Tanzania bara na Zanzibar. Umefanya kazi nzuri sana kutunganisha bara na Zanzibar. Hii ni taasisi ya mfano mheshimiwa. Umefanya kazi, nakupongeza sana. Wanao na ndugu zao watunza kumbukumbu wa Trump nao lengo ni hilo moja, kuimarisha muungano wetu. Akitoa taarifa ya chama hicho, Zuhura Maganga ambaye ni mwenyekiti wa chama cha waandishi waendesha ofisi Tanzania TAPSEA, amesema kada hiyo imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya udhalilishaji kutoka kwa wadau na wawezeshaji wa mada wanazotoa hadharani. Tumekuwa tukishuhudia kupitia mitandao Instagram tukidhalilishwa watumishi wa kada hii kwa kuonekana kama vile hatuna maadili. Inapotaka kutolewa mifano mibaya, tunatolewa sisi masekretari. Ni kama vile maofisini tunafanya matendo mabaya. Mheshimiwa, waandishi waendesha ofisi hawa wanafuata maadili kadri ambavyo serikali imeelekeza. Wakuu wa taasisi ambao hawajatoa michango kwa chama hiki au hawajawalipa posho na kuwasafirisha wajumbe halali wa mkutano huu,
tuwatambue, alafu tutachukua hatua hapo baadaye. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Asante Amina Ngahewa kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wakazi wa kijiji cha Izomvu katika halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wameiomba serikali kufufua barabara inayounganisha eneo la uzalishaji wa mazao ya kilimo pamoja na stesheni ya reli ya Godegode na barabara kuu ya Mpwapwa Mlali, hatua ambayo itakuza thamani ya mazao wanayoyazalisha. Mwandishi wetu Lai Saidi anatupa undani zaidi. Tuna shida ya barabara. Barabara hii ni ya muda mrefu sana. Kijiji cha Izomvu ni kati ya vijiji vinavyozalisha kwa wingi mazao ya bustani ndani ya wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma. Zao la kitunguu ndilo wanazalisha kwa kiasi kikubwa katika majira yote ya mwaka. Miaka ya nyuma wananchi wa kijiji hiki walikuwa wameunganishwa na barabara kutoka kijiji cha Mbori hadi Godegode kwenye stesheni ya reli, lakini barabara hiyo imekufa baada ya kutotengenezwa kwa muda mrefu, hali ambayo wanaiomba serikali kufufua barabara hiyo ili kufikia masoko kwa urahisi. Tuna shida ya barabara. Barabara hii ni ya muda mrefu sana, lakini ilitelekezwa kwa muda mrefu. Kuanzia hapo tumekuwa na shida sana wakulima. Tunaenda mpaka Mpwapwa mjini namba 30 gari zizunguke kule mpaka zije Mbori. Barabara inatoka Godegode kwenda Mbori. Sasa hii barabara kidogo imekufa baada ya miaka kadhaa, tunakosa huduma za kijamii. Kwa sababu sisi ni wakulima, tunategemea hii barabara kwa ajili ya kusafirisha mazao yetu. Maana hii hapa kijiji cha katikati hapa Izomvu hapa ni tunalima mazao ya msimu mzima. Yaani wa 12, yani kuna mazao tunatoa moja kwa moja na kuna baadhi ya vitu ambavyo tunashindwa kuvitengeneza kupitia njia hii hapa. Kwa tunaomba serikali endapo ikitusaidia itengeneze njia yetu. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya ya Mpwapwa inatambua umuhimu wa barabara hiyo, lakini changamoto ni uhitaji wa kuwepo daraja kubwa katika mto Kinyasungwi, ambapo sasa serikali ipo katika jitihada za ujenzi wa daraja hilo. Barabara ile ya kuhudumia wananchi kuvuka kutoka Izomvu kwenda Godegode ni kweli kwamba kuna changamoto, lakini kwa chini tena na sisi kwenye mto huo yatakiwa tujenge kivuko sasa kuunganisha Izomvu kwenda Godegode, ambayo inahitaji fedha nyingi vile vile kama ambavyo TANROADS wanatumia. Kutoka Dodoma, Lai Saidi, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wakazi wa kijiji cha Mtakuja kata ya Nkungungu wilaya ya Chunya wameiomba serikali pamoja na shirika la umeme Tanzania TANESCO kuchunguza madai ya wananchi kutozwa shilingi 35,000 kwa ahadi ya kuunganishiwa umeme bila kupatiwa huduma hiyo, huku wakimtuhumu mtu anayedaiwa kuwa afisa wa shirikisho hilo kujihusisha na vitendo vya udanganyifu. Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya ana taarifa hiyo. Alipofika kijijini pale, kila mwananchi aliambiwa atoe fedha 35,000 kwa miaba ya kuingiziwa umeme. Baadhi ya wananchi wamedai kutoa shilingi 35,000 kila mmoja kwa ahadi ya kuunganishiwa umeme haraka, lakini hadi sasa hawajapatiwa huduma hiyo. Mwezi wa 7 mwaka jana alikuja bwana mmoja mkandarasi aliyojitambulisha fundi wa umeme, lakini baada ya kufika kijijini hapa aliambatana na mtendaji wa kata na baadhi ya viongozi wa kata. Alipofika kijijini pale, kila mwananchi aliambiwa atoe fedha 35,000 kwa miaba ya kuingiziwa umeme. Lakini siku hiyo walituahidi ndani ya siku chache umeme utakuwa umefika, na walisema mtu ataochelewa kutoa fedha atakosa fursa hii kwa sababu ni adimu sana. Lakini kutoka mwezi wa 7 mpaka sasa ninavyokuambia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hakuna umeme wala changuzo wala dalili yoyote ile. Nilikuwa na miji miwili niliwapa shilingi 70 kwa soko, kila mji ni shilingi 35,000. Ndio wakaambia kwamba sio muda mrefu tutakuja, tutaleta pamoja na nguzo kutapitia kutoka majengo kwenda mtaa wa 4 ambayo inaitwa Mtakuja. Ndio ambayo na pamoja mimi nilikuwepo kwa eneo hilo. Msimamizi wa miradi ya wakala wa nishati vijijini wilayani Chunya, Hamisi Saidi,
Amesema mtu anayelalamikiwa si mtumishi wa TANESCO bali ni fundi mwenye ujuzi wa masuala ya umeme anayemiliki leseni kutoka EWURA. Hatoki katika ofisi ya TANESCO, ni mtu tu binafsi ambaye ana ujuzi wa umeme na ana leseni kutoka EWURA kwa ajili ya kufanya kazi za umeme ambazo ni kazi za wiring na kazi nyingine ambazo zinahusisha na umeme, lakini sio kazi za ujenzi wa laini au kupeleka umeme katika kijiji au kitongoji. Na wakandarasi ambao wanakuwa wana barua ambazo zimethibitishwa na TANESCO kufanya kazi binafsi. Bwana Alex Nyagawa alikuja katika kijiji changu na akaspecify kitongoji cha Mtakuja kwamba ni wakala wa umeme vijijini, yani LEA, ni mkandarasi. Alikuja na vithibitisho vyote akidai yeye ameagizwa na TANESCO kuja kutatua kero ya Mtakuja. Baada ya kusikiliza pande zote mbili, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amemwagiza kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kumtafuta mtu anayehusishwa na tukio hilo ili arejeshe fedha kwa wananchi na kuchukuliwa hatua za kisheria. Huyo bwana yuko wapi? Anaitwa Bwana Alex Nyagawa. Ndio, yuko wapi? Osidi? Kamanda wa polisi aliyeko hapo. Sasa huyu mtu hapatikane. Na kama ni utapeli, fedha zirudi, alafu hatua nyingine za kisheria zifuate. Lakini pili, nataka mkakae wewe TANESCO na mkurugenzi. Kaeni muelewane, mnyoshane wapi mlikosea. Sawa. Majibu ya staili hii kwa wananchi hayaleti amani. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Viongozi kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana kwa pamoja kujadili namna bora ya kulinda Ziwa Victoria pamoja na kutafuta rasilimali fedha zitakazosaidia utekelezaji wa shughuli za uhifadhi wa mazingira katika ziwa hilo. Akizungumza baada ya kikao hicho kilichofanyika jijini Mwanza, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Ziwa Victoria kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwile Masinde amesema uchafuzi wa mazingira umechangia kupungua kwa samaki pamoja na kuathiri mfumo wa ekolojia katika ziwa hilo. Amesema mikakati inayojadiliwa inalenga kuimarisha uhifadhi wa mazingira, kurejesha uhai wa Ziwa Victoria pamoja na kuhakikisha rasilimali zake zinaendelea kuwa na manufaa kwa kizazi cha sasa na kijacho. Tuko hapa kwa maadhimisho maalum ya siku ya Ziwa Victoria ambayo yaliazimiwa na kuridhiwa na Baraza la Mawaziri la Kisekta linalosimamia Kamisheni ya Bonde la Ziwa Victoria pamoja na Baraza la Mawaziri la Afrika ya Mashariki kwa maana ya Council of Ministers for East Africa na wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hali yetu ya ziwa hasa kwenye miji yetu, mji wa Mwanza kwa mfano, pollution kwa maana uchafuzi mkubwa mno, plastic, taka ngumu zote huingia ziwani, na kadiri miaka inavyosonga hali ya ziwa inazidi kuwa mbaya, na hali ikiendelea hivi utabiri wa kitaalamu unaonyesha fikia miaka 30-50 ijayo hatuwezi kubadilisha hali hiyo. Kwa hiyo tunahitaji tufanye utatuzi sasa hivi. Na kwenye uvuvi kwa mfano, aina ya samaki iliyokuwepo waliokuwa dominant kwenye ziwa umepotea, wako kwa asilimia kidogo sana. Tusipochukua hali ya kurudisha mazingira yaliyokuwepo awali kabla ya uchafuzi, samaki wale watapotea. Kwa mfano, ujazo wa sangara kama injini ya uchumi na chakula kwa watu wetu nazo zimepungua sana. Aina ya sato zimepungua. Kwa ufupi, samaki wa kukamatwa kwenye ziwa ambao si wa kufugwa wamepungua. Kwa hiyo tunajadili hapa kuweka mikakati ya kurudisha hali ya uvuvi endelevu na samaki zilizoko majini. Kwa kweli ujumbe muhimu ambao tungependa sisi kama UNDP wafikie wananchi na wadau wote ni kwamba Ziwa Victoria au ukanda mzima wa Victoria, wa Ziwa Victoria ni muhimu kwa maisha ya Watanzania, Wakenya, Waganda,
pamoja na mito inayotokea kwenye nchi za Burundi na Rwanda. Kwa hiyo tungependa kuona kwamba wananchi kwa ujumla, kwa maana ya vijana, wanawake, wazee na kila mtu wanafaidika na hii rasilimali ya Ziwa Victoria. Mchango wa UNDP ni kama hivyo, kufanya tafiti. Tunafanya tafiti na wenzetu kubainisha uchafuzi wa ziwa ukoje, lakini pia ni njia zipi zinazofaa katika kuondoa huo uchafuzi wa Ziwa Victoria katika bonde la Ziwa Victoria. Kwa mfano, kutoa magugu maji. Kuna njia nyingi za kutoa magugu maji. Kuna njia za kibiolojia, kuna njia za kiteknolojia, lakini pia hizi njia zinategemea labda mdau muhusika ni yupi. Kwa wadau wa sekta binafsi wanaweza kufanya kazi ya kutumia magugu maji katika kuzalisha bidhaa mbalimbali. Kwa mfano, wanaweza kutumia magugu maji kuzalisha mbolea, wanaweza kutumia magugu maji. Mtazamaji, mapema leo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinapaswa kuendelea kushirikiana kulinda na kuhifadhi Ziwa Victoria kwa kuwa ni rasilimali muhimu inayogusa maisha, uchumi na mustakabali wa mamilioni ya wananchi wa ukanda huo. Ameyasema hayo wakati akizindua rasmi siku ya Ziwa Victoria na kufunga kilele cha maadhimisho ya kwanza yaliyofanyika katika viwanja vya Nyamuhongolo jijini Mwanza. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tutazame tulionayo usiku huu. Halmashauri ya Geita yatakiwa kuweka vifaa tiba katika kituo cha afya cha Nyakagwi. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Tuelekee mkoani Geita. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameagiza agizo kwa uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Geita kuhakikisha unatumia fedha za mapato ya ndani kununua na kuweka vifaa tiba katika kituo cha afya Nyakagwi ili kianze kuwahudumia wakazi wa maeneo hayo. Mwandishi wetu Michael Bundala kutoka Geita na taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ametoa agizo hilo akiwa kwenye ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa kituo hicho cha afya na kukiri kuridhishwa na ujenzi wake. Kupitia fedha za mapato ya ndani, CMT mko hapa, nendeni mkaanze kuweka mpango wa kutafuta fedha, tuleteeni vifaa vikae humu ndani, majengo yaanze kutoa huduma mara moja. Niwapongeze kwamba tumepita, tumeona baadhi ya vifaa viko hapa, lakini twendeni tukaongeze nguvu ili majengo haya yaanze kutumika. Itakuwa ni ajabu, tunakuja tena kwenye kituo hapa, unamsikia mwanamama anasema pamoja na jengo kukamilika bado hayatumiki, pamoja na wodi kukamilika bado hazitumiki, pamoja na maabara kukamilika bado haitumiki. Hatutaeleweka. Kazi ya kukamilisha majengo haya, hatujayakamilisha haya ili yabakie hivi. Hapana, yamekamilika ili yaanze kutoa huduma. Kwa lazima tuondoke kwenye CMT, tuende tukachakate, tushirikiane vyema na DMO wetu ili tuhakikishe kwamba majengo haya yanaanza kuleta matokeo kwenye maeneo yetu. Diwani wa kata ya Butobela Pasco Mapungo amesema ataendelea kutekeleza wajibu wake wa kuwawakilisha wakazi wa kata hiyo katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Geita. Kazi ninayoifanya kule ni kuhakikisha changamoto zilizoko kata ya Butobela tunazimaliza au kukamilika kabisa. Tuna changamoto nyingi, lakini tunaanza kidogo kidogo. Kikubwa kituo hiki kifunguliwe. Tuombe, andiko limebadilika, sasa tunaomba liende mbele zaidi kwenda kufunguliwa. Andiko tumelipokea na sasa liko vizuri. Vifaa tiba vile ambavyo tuna uwezo navyo, hata sisi wadau wa Butobela mtushirikishe. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuko pamoja. Tunahitaji kituo hiki kiwe cha mfano. Hatuwezi kuzidiwa na Bugarama. Kaimu mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Geita Daudi Mulahagwa amesema awali kituo hicho cha afya kilikuwa zahanati na hivyo wananchi wakilinde na kukitumia ipasavyo, kwani huduma zitakazotolewa zitaongezeka, ambacho hadhi yake ni kubwa na
huduma ambazo zitatolewa hapa zitaendana na hadhi ya kituo cha afya. Kwa hiyo niwapongeze sana wananchi wa Nyakagwe na muutunze huu mradi ili hatimaye uwe na manufaa makubwa kwa nyinyi, kwa leo na vizazi vijavyo. Na baadhi ya wananchi wa kata Butobela wameshukuru serikali kwa kukamilisha mradi huo, huku akisema utawasaidia kupata huduma za matibabu. Tunaendelea kusimamia utaratibu wetu kupitia serikali yetu. Naamini serikali yetu ni sikifu. Nafikiri mnaona wananchi yanayoendelea mbele yenu. Lakini kubwa kuliko yote tumshukuru Mheshimiwa Rais anayeendelea sasa kusimamia na kutekeleza yale ambayo aliahidi kupitia ilani yetu. Nafikiri wananchi mnaona. Sambamba na hayo, sisi kama chama tuko bega kwa bega na serikali yetu. Nimefurahishwa na huduma hii kwa kufungua kituo hiki kwa kituo cha afya. Sisi kama wanawake tunaojifungua katika kituo hiki tutanufaika, hatutapelekwa tena kituo kingine kwa ajili ya kufanyia operation. Michael Francis Bundala, Sky TV. Tukitoka mkoani Geita, mtazamaji, tuelekee mkoani Songwe ambapo kukamilika kwa bweni lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 150 kwa shule ya msingi Ipapa kata ya Isogole wilaya ya Ileje mkoani Songwe inatarajiwa kufufua matumaini mapya ya mazingira bora ya elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. John Kiango ana taarifa zaidi kutoka Songwe. Matumaini hayo yamejitokeza wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Songwe ilipofika shuleni hapo kukagua maendeleo ya ujenzi wa bweni hilo, huku mkuu wa shule hiyo Mwalimu Wito Mlemelwa amesema bweni hilo linatarajiwa kutumiwa na wanafunzi wenye mahitaji maalum wapatao 80. Mradi wa kimkakati ambao unakwenda kwa accommodate watoto wenye mahitaji maalum kwa wilaya nzima, sio kwa kata tu. Na kata hii bado kulikuwa na watoto wengi wenye mahitaji maalum ambapo mpaka sasa taasisi 2 ndizo zinazoendelea kupokea watoto hao. Kwa hiyo utakuwa na manufaa makubwa, na utakuwa na manufaa makubwa kwa sababu moja, utapunguza adha kwa wazazi, lakini pili, utapunguza zile changamoto za wanafunzi wa kawaida kuchangamana nao. Kwa hiyo italeta tija kwa halmashauri, lakini kwa wazazi ndani ya kata Isongole. Mradi huu utawasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao ni wale wasioona, wenye usikivu hafifu, uziwi, ulemavu wa viungo na wale wenye ulemavu wa akili ambao idadi yao inafikia wanafunzi 300 ambao wapo katika shule mbalimbali za wilaya ya Ileje. Ujenzi wa bweni la watoto wenye mahitaji maalum umekamilika. Aidha, bweni lina vitanda 50 na magodoro 50 ambavyo ni msaada tuliopokea kutoka benki ya NMB. Aidha, mkuu wa wilaya ya Ileje Farida Mgomi amesema bweni hilo litaanza kutumika ifikapo mwezi Julai mwaka huu, huku kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Songwe ikitoa wiki 2 kwa mkurugenzi kuhakikisha huduma ya maji inaingia katika bweni hilo. Lakini niahidi kwamba mwezi wa 7, kwa sababu mradi umeshaisha toka 2025 kwa mwaka wa fedha ambao tulikuwa tumeletewa, lakini kwa namna ambavyo mkurugenzi alivyojipanga na timu yake, mwezi wa 7 mwaka huu watoto wote wenye mahitaji maalum watakuja kutumia haya mabweni. Nasema elimu ni ufunguo wa maisha, na ukiona serikali ambayo inaangalia watu wa hali mbalimbali pamoja na mahitaji maalum kwenye elimu, hiyo ni serikali makini sana. Kama maji yameshaingia hapa, nitoe wiki 2, mimi nitafuatilia kuhakikisha kwamba maji yameingia hapa. Mkurugenzi, maji yaingie hapa. Huu wakati jamani, ni kuona matokeo katika miradi yao ambayo sisi tukiwa kwenye majukwaa tunaimba kwamba chama chetu ni chama cha kuwatetea wanyonge na hasa wananchi wa kawaida, watoto wao wasome, na hasa kwa watoto watakaochukua hapa ambao miaka mingine walikuwa wanaozea majumbani, lakini serikali ya Mama Samia imeona hapana, iwajengee shule maalum, hasa shule ya Ipapa ambayo mkurugenzi anakaa jirani. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Sky TV.
Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Naitwa Pius Jayunga. Serikali imewataka vijana wanaohitimu vyuo kutumia fursa zilizopo kupitia mifuko na programu mbalimbali zinazosimamiwa na serikali, ikiwemo mfuko wa vijana ambayo hutoa mikopo yenye riba nafuu ili kuwawezesha kuanzisha na kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa fedha Mheshimiwa Laurent Luswetula, mbunge, alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Dr. Neema Peter Majule aliyetaka kujua wakati ambao serikali itawasaidia wahitimu wa vyuo kutumia vyeti vyao kama dhamana kupata mikopo ya kuanzisha miradi ya uwekezaji. Mheshimiwa Luswetula amesema kuwa serikali ipo katika hatua za mwisho za kuandaa sheria ya dhamana kwa mali zinazohamishika yenye lengo la kutambua rasmi mali hizo kama dhamana katika utoaji wa mikopo. Mheshimiwa Spika, kwa sasa serikali inaendelea kuwashauri vijana wanaohitimu vyuo kutumia fursa zilizopo kupitia mifuko na programu mbalimbali zinazosimamiwa na serikali, mfano mfuko wa vijana ambayo hutoa mikopo yenye riba nafuu ili kuwawezesha kuanzisha na kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Lakini pamoja na hayo, kwanza ni kweli kabisa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwawezesha vijana kiuchumi na kujiajiri.
Na mifano mikubwa ni utolewaji wa shilingi bilioni 200 ambazo tayari zimeshatolewa, lakini pia kupitia 10% ambazo zinaendelea kutolewa nchi nzima, na programu zingine zinazotoa mikopo kwa vijana kwa riba nafuu kabisa. Lakini Mheshimiwa Spika, ni ukweli usiopingika ya kwamba 1% kubwa ya wanafunzi wanaomaliza vyuo vikuu wanakuwa hawana misingi ya kufanya biashara kubwa na uwekezaji mkubwa, lakini pia wanakuwa hawana elimu ya kufanya uwekezaji mkubwa pamoja na sifa zinazoendana na hizo. Kwa maana hiyo, pamoja na mawazo mazuri ambayo sasa wanakuwa nayo hawa vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu, bado misingi hii hawana. Na ndio maana sisi kama serikali tunashauri ni lazima tuone mwendelezo wa biashara, tangu tuone biashara inapokuwa ndogo mpaka inapofikia kubwa, kufanya investment ya milioni zaidi ya 600, 800 na kuendelea. Kwa maana hiyo, sisi tunashauri kwamba vijana hawa pia lazima tuangalie trend ya biashara wanazozifanya na mitaji yao. Ameongeza kuwa benki na taasisi za kifedha hutumia aina mbalimbali za dhamana katika utoaji wa mikopo kwa watu binafsi kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura ya 113, ambapo dhamana inayotambuliwa kwa kiwango kikubwa ni ile inayohusiana na mali zisizohamishika, hususan ardhi na majengo. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2591 senti 75 na kuuzwa kwa shilingi 2617 na senti 67. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3471 na senti 91 na kuuzwa kwa shilingi 3506 na senti 63. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3004 na senti 61 na kuuzwa kwa shilingi 3034 na senti 66. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 380 na senti 86 na kuuzwa kwa shilingi 384 na senti 66. Yen ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 29 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 45. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 156 na senti 05 na kuuzwa kwa shilingi 157 na senti 61. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 99 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 19. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 69. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Naitwa Pius Jayunga. Asante Pius Jayunga kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, tunaungana na Zinazire Msima katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu mtazamaji katika habari za kimataifa. China imeikosoa vikali Marekani baada ya waendesha mashtaka mjini Washington kumshtaki kwa mauaji aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Akizungumza leo Alhamisi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiakun, amesema Washington inapaswa kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa sheria kama nyenzo ya kushinikiza Cuba na kuacha vitisho vya matumizi ya nguvu. Lakini serikali ya Rais Donald Trump jana Jumatano ilitangaza shutuma hizo dhidi ya Castro kwamba alihusika na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili za kiraia za kundi la wakimbizi wa Cuba lenye makao yake Miami zilidunguliwa na jeshi la Cuba na kusababisha vifo vya watu 4. Hatua hiyo imezidisha mzozo kati ya Washington na Havana, wakati utawala wa Trump ukiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi na kisiasa dhidi ya serikali ya kikomunisti ya Cuba. Naye mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir anatarajia hii leo kwenda Tehran, wakati Iran ikipitia pendekezo la karibuni la Marekani la kuvimaliza vita vya eneo hilo na Mashariki ya Kati. Kulingana na shirika la habari la nchini Iran, ziara ya Munir inalenga kuendeleza mazungumzo, mashauriano na mamlaka za Iran, ingawa kulitokea taarifa zaidi
Ziara yake inafanyika baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi kwenda Iran jana Jumatano na kukutana na Rais Masoud na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistan inayopakana na Iran upande wa mashariki imechukua jukumu la upatanishi wa mzozo kati ya Tehran na Washington ili kuvimaliza vita vilivyoanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi. Mtazamaji, tuhitimishe na habari kutoka barani Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kuifanya Ukraine kuwa mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya ili kuisogeza karibu na umoja huo kabla ya kukamilisha mchakato wa kufuzu kuwa mwanachama kamili. Kwenye barua aliyoandikia rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa iliyoonwa na mashirika ya habari mapema leo Alhamisi, Merz amependekeza maafisa wa Ukraine kuruhusiwa kushiriki katika mikutano ya kilele cha EU na ile ya mawaziri, ingawa hawatakuwa na haki ya kupiga kura. Ukraine inataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati ikikabiliana na uvamizi wa Urusi, na hasa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya NATO. Mwisho wa habari za kimataifa, langu jina ni Zinazile Mswima. Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani sasa kuangazia ya kimichezo, na hivi punde mwanamichezo Lai Saidi atakuwa hapa ndani atujuze yaliyochomoza. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84
5001 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Jina langu mimi ni Sabrina Omari na hapa niko maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Nataka nijue wanaangalia nini, wanafurahia nini na kwa nini Poaflix ni app ya burudani. Kameramani, nifuate. Poaflix naifahamu na naipenda sana. Kwa sababu movie zipo kwa Kiswahili. Naelewa kila kitu bila shida. Hata nikiwa kazini. Naona kuna bodaboda hapa. Mara nyingi napenda sana movies za action, mambo ya kupigana. Disha. Nikiwa nyumbani natazama, pia nikiwa kijiweni kama hivi hamna movement ya safari, pia nina uwezo wa kuangalia pote pale na gharama zake ni nafuu kabisa. Kwenye simu unaweza kuangalia muda wote. TV inakwambia ni saa 2 au saa 4 usiku. Kwenye simu ni rahisi sana. Poaflix kwanza ni nzuri, ina ubora wake. Kwanza ni katuni. Kwa mtoto wangu anaburudika sana. Na ni nzuri sana. Napenda kuangalia katuni ya Kiko. Yule Kiko unampenda mwenyewe? Ndio. Nilicheka sana hapa. Sky TV. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za michezo na burudani. Asante sana mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari kuendelea kuitazama Sky TV. Karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Lai Saidi. Mapokezi ya nyota wa zamani wa klabu ya Manchester United na timu ya taifa ya Uingereza Rio Ferdinandez leo amepokelewa na viongozi wa kimataifa pamoja na wananchi mbalimbali jijini Arusha. Akiwa Arusha ametembelea uwanja wa Afcon pamoja pia na hifadhi za utalii. Nje ya uwanja huo pia mamia ya mashabiki wamejitokeza kumpokea gwiji huyo wa soka wakiimba nyimbo mbalimbali pamoja pia na ngoma za asili. Ferdinand ametua Tanzania kwa mwaliko wa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda, ambapo ikumbukwe kuwa Rio aliwasili nchini Mei 19 mwaka huu kwa ajili ya ziara ya kitalii ya siku 3 ambazo zitatamatika kesho Mei 22 kwa mwaka huu. Na tugeukie ligi kuu soka Tanzania bara ambapo leo imeendelea kwa michezo mitatu kupigwa. Mchezo wa mapema ambao ulipigwa majira ya saa 10 jioni ilikuwa ni JKT Tanzania walikuwa katika uwanja wao wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam, ambapo tumeshuhudia mechi hiyo ikitamatika kwa sare ya kufungana bao 2-2 dhidi ya kikosi cha Fountain Gate FC. Mchezo ambao unaendelea hivi sasa ni wekundu wa Msimbazi Simba wapo pale Mkwakwani jijini Tanga, ambapo mpaka sasa Simba anaongoza kwa mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha Coastal Union.
Lakini majira ya saa 3 usiku pale katika dimba la Majaliwa Stadium mkoani Lindi tutakwenda kushuhudia wauaji wa Kusini Namungo. Leo atakuwa na kibarua dhidi ya kikosi cha Mbeya City. Wakati huo ligi itaendelea tena kwa siku ya kesho, ambapo mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Dar es Salaam Young Africans wao watashuka dimbani katika uwanja wa KMC Complex kuwakaribisha Singida Black Stars, ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu, huku Yanga wakihitaji kupata matokeo ili kutetea kombe lake msimu huu. Kutokana na mchezo wa ligi uliopita, Yanga alipoteza mchezo huo dhidi ya Walima Zabibu Dodoma Jiji kwa kufungwa mabao 3-2, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Airtel mkoani Singida. Katika kuelekea mchezo huo, kocha msaidizi wa klabu ya Yanga Abdulhamid Mwalimu ameeleza maandalizi yao, huku akigusia kuhusiana na nahodha wa klabu hiyo Bakari Nondo Mwamnyeto, wakati Singida Black Stars Muhibu Kanu akifunguka maandalizi yao. Look, Bakari is our captain, and everyone knows what he has done for this club and for the national team. I don't need to tell anyone about Bakari's history and where he stands in Tanzanian football. Did he have a couple of tough moments in that game? Yes, of course. But he's human. He's allowed to have those. We're all allowed to make mistakes, and I will never question his ability. He's one of the best defenders in this country, and for me, he has my support always, just like all the other players. I encourage the players to allow themselves to feel like they can make mistakes, because we need to feel vulnerable, and mistakes are part of football. And if you're afraid of making mistakes, I always tell the players, you can never express yourself to the best of your ability. Sisi tumejipanga kama technical, tunaamini kabisa we are professional, competent coaches ambao tumepewa hii kazi. Kama wataalamu tukiongoza timu ikacheze mechi. Moja ya target ni kwenda top 4, ni kubaki kwenye top 4. Unabakije kama huwezi kushinda mechi, unataka kwenda kufanya vizuri CAF, kwenda kufanya penetrate kwenye mashindano ya kimataifa. Kama huwezi kuifunga timu kama Yanga, unategemea uende kwenye kimataifa kufanya kitu gani? So hii ni level yetu, ni sehemu ya mazoezi. Tutaenda kufanya vizuri kesho, na ni imani yetu, na hata wachezaji ambao tumewaaccommodate kwenye mechi ya kesho, jioni takuwa na session ya mwisho kwenda kufanya mazoezi na wachezaji tulikuwa nao. Imani yetu ni kwamba tunakwenda kesho kutoa hizo rumors ambazo zipo. Watu wanafikiria kwamba kutakuwa na family game. Hakuna family game. Sisi na Yanga tunaziheshimu timu zote 15 washindani wetu wa ligi. Tunavyoenda kuapproach mechi kwenda kucheza na KMC, tunavyoenda kuapproach mechi kwenda kucheza na Fountain Gate, tunapoenda kuapproach game kucheza na Simba, Azam na vilabu vingine vyote, it is the same approach ambayo tunakwenda kucheza na Yanga. Of course tunafahamu wana wachezaji wazuri, quality players kama nilivyozungumza. Tukielekea kimataifa, ambapo kikosi cha Mamelodi Sundowns kutokea Afrika ya Kusini, leo kikosi hicho kimeondoka jijini Pretoria kuelekea jijini Rabat nchini Morocco. Hii ni kwa ajili ya mchezo wao marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya fainali dhidi ya wenyeji wao FAR Rabat, ambapo Mamelodi wanasafiri wakiwa na kumbukumbu njema ya kupata ushindi wa bao 1-0 katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliopigwa katika dimba la Loftus huko jijini Pretoria. Mchezo wa marudiano baina yao utapigwa siku ya Jumapili ya Mei 24 katika dimba la Prince Moulay Abdallah huko jijini Rabat nchini Morocco. Na kwingineko ni kuhusiana na kocha wa kikosi cha Aston Villa Unai Emery ameendelea kuandika historia katika michuano ya Europa League baada ya kutoa taji lake la 5 kwenye mashindano hayo akiwa ameongoza timu tofauti. Unai Emery aliongoza Aston Villa kuibuka na ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya Freiburg katika mchezo uliochezwa jana usiku, ambapo ushindi huo ulimpa heshima nyingi kubwa kwenye soka barani Ulaya. Kutokana pia na mafanikio hayo, Emery ameweka rekodi ya kuwa kocha wa kwanza kushinda mataji mengi zaidi ya Europa League katika historia ya mashindano hayo. Kocha huyo raia wa Hispania aliwahi pia kulitoa taji hilo mara 3 mfululizo akiwa na Sevilla FC ya Hispania kabla ya kuongeza lingine akiwa na Villarreal, lakini sasa ameongeza taji lake la 5 akiwa na klabu ya Aston Villa. Kwa taarifa hiyo mtazamaji, nafika tamati ndani ya taarifa za michezo na burudani. Mimi Joseph atakuwa hapa kamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani.
Asante mwana michezo Lai Saidi kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Karibu ungane nami, tunapenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa. Kwa siku huu tunatarajia hali ya ukavu katika maeneo yote hapa nchini. Na kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani ya kusini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Pwani ya kaskazini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Na mamlaka ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa kwa ukanda wa pwani ya kaskazini. Wakazi wa maeneo hayo ni vyema kuchukua hatua stahiki. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Simiu na Mara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku 4 zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 25 na tarehe 26. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 23 na tarehe 26. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 25 na tarehe 26. Arusha tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 23 na tarehe 26. Nikusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Makamu wa Rais awataka waandishi waendesha ofisi kuwa muhimili wa taasisi. Kwingineko, wananchi Izomvu waomba uboreshaji wa barabara kukuza thamani ya mazao wanaozalisha. Na kimataifa, China itaka Marekani kuacha kuishinikiza Cuba, ikisisitiza kuheshimiwa kwa uhuru na mahusiano ya kimataifa. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara, Yanga kukuana na Singida Black Stars hapo kesho. Mtazamaji, nafika tamati katika kipindi cha ulimwengu wa habari. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV. Nikusii tu kwamba endelea kutazama vipindi vyetu mbalimbali kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindy Joseph, uwe na wakati mwema.